Kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Khamenei, amesema kuwa Iran haitasita kujibu mashambulizi yoyote ya Marekani kwa kuvilenga vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko katika eneo la Mashariki ya Kati. Katika hotuba yake ya kwanza ya televisheni tangu kusainiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Iran na Israel, Khamenei amesema kuwa mashambulizi yoyote dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu yatakuja kwa gharama kubwa, akitaja kuwa Iran tayari ililenga kambi kubwa zaidi ya jeshi la Marekani Mashariki ya Kati iliyoko Qatar baada ya Marekani kujiunga na mashambulizi ya Israel. Kama ilivyokuwa katika kauli zake zilizopita zilizotolewa zaidi ya wiki moja iliyopita wakati wa siku 12 za mashambulizi ya Israel, alizungumza kutoka eneo lisilojulikana mbele ya pazia zenye rangi ya kahawia kati ya bendera ya Iran na picha ya mtangulizi wake Ayatollah Ruhollah. Aidha, Khamenei amesema kuwa kwa kuzingatia uwezo wao mkubwa wa kufikia maeneo muhimu ya Marekani katika Mashariki ya Kati, na hivyo watachukua hatua kali dhidi ya Marekani wakati wowote Iran inapoona kuna haja ya kufanya hivyo. Rais wa Marekani Donald Trump alipoulizwa siku ya Jumatano iwapo Marekani ingeishambulia tena Iran, alijibu ndio, ikiwa Iran itatengeneza upya mpango wake wa kurutubisha madini ya uranium. Huku hayo yakijiri, mamlaka ya Iran yenye jukumu la kuidhinisha sheria imepitisha mswada wa kusitisha ushirikiano na shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA siku ya Alhamisi, ikieleza kuwa sababu ni mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani na Israel. Wabunge walipiga kura kuunga mkono mswada huo siku moja baada ya usitishaji mapigano kumaliza vita vya siku 12 dhidi ya Israel, ambapo Israel na Marekani zilishambulia maeneo ya nyuklia ya Iran. Akizungumza na kituo cha televisheni cha serikali cha Iran IRNA, msemaji wa Baraza la Katiba la Iran Tahan Nazif amesema mswada huo, ambao sasa utawasilishwa kwa Rais wa Iran Masoud Pezeshkian kwa idhini ya mwisho, utairuhusu Iran kufaidika na haki zote zilizoainishwa chini ya mkataba wa kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia NPT, hasa kuhusu urutubishaji wa uranium. Tangu kuanza kwa vita tarehe 13 mwezi Juni, maafisa wa Iran wamekuwa wakiikosoa vikali IAEA kwa kushindwa kulaani mashambulizi hayo. Aidha, Irani imekosoa azimio lililopitishwa na shirika hilo ambalo lilishutumu Iran kwa kutotimiza majukumu yake ya nyuklia. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ametetea uamuzi wa nchi yake kusitisha ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa la nguvu za atomiki IAEA, akimtuhumu mkuu wa shirika hilo kwa mwenendo wa kile alichokiita ni uharibifu. Wakati huo huo, Ujerumani na Ufaransa kwa pamoja zimelaani Iran kwa kumtishia mkuu wa shirika la IAEA baada ya kunyimwa ridhaa ya kuyatembelea maeneo ya shughuli za nyuklia yaliyoshambuliwa na Marekani pamoja na Israel. Hayo yote yakiendelea, Iran imesisitiza kuwa ina haki ya kuwa na nyuklia kwa matumizi ya amani. Wabunge wa Iran walipitisha mswada wa kusitisha ushirikiano na IAEA muda mfupi baada ya mashambulizi makubwa ya anga yaliyofanywa na Israel tarehe 13 mwezi Juni na mashambulizi ya baadaye yaliyofanywa na Marekani kwenye vituo vya shughuli za nyuklia vya Iran. Ingawa usitishaji wa mapigano kati ya Iran na Israel ulianza tarehe 24 mwezi Juni, maafisa wa Iran wameendelea kulalamikia kile walichokiita kushindwa kwa IAEA kuchukua msimamo wa kitaalamu usioegemea upande wowote. Pia walikosoa azimio la IAEA la tarehe 12 mwezi Juni lililodai kuwa Iran
haijazingatia wajibu wake kuhusu mkataba wa nyuklia. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika chapisho la hadhara ametoa wito wa kuheshimu usitishaji wa mapigano na kurejea kwa mazungumzo kuhusu masuala ya nyuklia na makombora ya masafa marefu. Amesisitiza pia umuhimu wa Tehran kuwaruhusu wakaguzi wa IAEA kurejea nchini humo ili kuhakikisha uwazi kamili. Hata hivyo, Iran imesisitiza kuwa hali ya sasa bado ni tete mno kuhakikisha usalama wa wakaguzi wa kimataifa, hasa ikizingatiwa kuwa maeneo yao ya nyuklia yalishambuliwa moja kwa moja siku chache zilizopita. Ufaransa, Ujerumani na Uingereza zilitoa taarifa ya pamoja kulaani vitisho dhidi ya mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Grossi baada ya Iran kukataa ombi lake la kutembelea maeneo ya nyuklia yaliyoshambuliwa.